Naam, karibu sana mtazamaji wa Siri Yetu TV. Natumaini uko poa mzima wa afya. Mimi naitwa Uncle G na tuko mkoani Njombe kuhakikisha kwamba tunakusogezea we mdau vitu ambavyo utakuwa unaenjoy sana, lakini nataka nikukumbushe tu kwamba maisha ya binadamu bwana, burudani bata nini. Sasa tunakusogezea story hapa ambayo leo tutashare na wewe, alafu unaweza kupata kwamba weekend niwe naenda wapi, na sio weekend tu, inawezekana umetoka zako jobu, unataka upate sehemu ya kupumzika, upige vitu vyetu vile, alafu mambo yanakuwa yanakaa sawa. Niko Mbugamo Sport Club ambapo inapatikana ndani ya Njombe mjini, mji mwema tupo. Niko na mwenyeji wangu, tuambie kwanza unaitwa nani? Alikuwa majina anaitwa Obasanjo James Kimbawala almaarufu kama Mr. Emirate. Mr. Emirate. Yes. Maana yake nini? Mr. Emirate of course ni jina ambalo ilikopo ni kampuni yangu kwenye kazi zangu za shughuli za kawaida kwenye system ya umeme. Maana mimi kifupi mimi ni fundi umeme. Okay, engineer. Engineer umeme. Okay. Na kibali na leseni nini na hicho ndio kilichonifanya. Kampuni yangu inaitwa Emirate Electrical and Security System. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima tu nitumie Mr. Emirate, na ndio ilikuwa jina maarufu kuendelea kuboresha kampuni yangu. La kutafutia ugali hilo. Siku zote kwenye moja na mbili vijana lazima tuhakikishe tunafika hapo tulipo. Umetisha sana. Tuambie sasa, sisi sio wenyeji sana wa maeneo haya. Hapa ni sehemu gani na inapatikanaje kwanza? Of course hapa tulipo sasa tunavyoongea tuko Mbugani Sport Club. Jina la kibabe hilo. Mbugani Sport Club. Tulifikiria nini kuita Mbugani? Lengo la kufikiria kuita Mbugani kwanza kabisa ni mandhari ya mazingira yaliyopo, lakini pia ni unajua biashara siku zote inahitaji jina, na ukiweka jina zuri na kufanya hata wale watu ambao wanafika wawe na mantiki ya jina lililopo. Of course ofisi yetu sisi ina vigezo vya kuwa Mbugani. Kwa mfano ina misonge ambayo tumeweka kama ni vitundu vya kwenye baadhi ya mbuga ambazo zipo nchini Tanzania au misitu kadhaa. Lakini ukiangalia hata eneo letu kiujumla, ukiendelea kulizungukia eneo letu lina vibao ambavyo vimewakilisha mbuga zote zilizopo Tanzania, almost kama mbuga 20 na utakuta kuna vibao vimeandikwa Kitulo, utakuta kuna vibao vimeandikwa Udzungwa, kuna vibao vimeandikwa Kilimanjaro, Ngorongoro, Mikumi, Manyara, Ruaha, Seru na vingine ni vingi sana ambavyo mbuga zote ambazo zipo Tanzania ukifika hapo utakuta majina yao yameapia mazingira haya. Umetisha sana. Chimbo hili liko ndani ya ni mji mwema hapa tupo Njombe mji mwema, na tupo Njombe mjini mji mwema. Maana mji mwema sipo mtu sasa Makambako. Sisi tupo Njombe mjini mji mwema. Hichi kiwanja almost zamani kilikuwa inaitwa Middle Park. Middle Park zamani. Zamani palikuwa inaitwa Middle Park, lakini kwa sasa panaitwa Mbugani Sport Club. Mmiliki amebadilishwa. Okay, nataka tujue sasa Mbugani huduma ambazo tunazitoa hapa, ili kwa yule anayetutazama aweze kuenjoy kwamba okay, Mbugani nikienda napata huduma fulani hivi. Kwanza kabisa lengo kubwa la kuweka kiwanja hiki kiitwa Mbugani Sport Club. Lengo kubwa la kuitisha Mbugani Sport ilikopo ni kuhusiana na mambo ya burudani. Kitu ambacho kikubwa kimebebwa kwenye mazingira haya basi ni burudani. Na burudani hizo zinabebwa na nini? Imejumuishwa pamoja na starehe. Lakini ukifika hapa Mbugani Sport Club basi vitu ambavyo tukavipata utaenjoy mazingira yako ya starehe, kwa mfano kama vile kunywa, ndio utaenjoy mazingira ya kula. Tuna hapa tuna kitimoto, tuna mbuzi, tuna kuku, tuna ng'ombe, tuna chakula safi kama vile wali na vitu vingine, lakini kubwa zaidi pia tuna sehemu ya kulala. Mtu hata kama ametoka zake safari anakuja mazingira haya, basi sisi binafsi kama Mbugani Sport Club tumemwekea mazingira sahihi kabisa, ambao kuna guest hapa kwenye ofisi yetu kwamba mtu akifika hapa anaweza kupata huduma zote. Lakini ukiachana na hayo pia tuna huduma kubwa sana ya parking. Yani tuna huduma kubwa sana ya parking. Yani hata kama tuna magari almost 100 basi yote anaweza akajaa huko ndani. Kikubwa tu ni mpangilio mzuri wa magari hayo kwa wakati huo, gari, pikipiki, bajaji, basketi, vyote mtu akifika hapa vitu vyake vinakuwepo kwenye mazingira sahihi kabisa. Kwa hiyo lengo kubwa la kuita mpaka tukasema neno hili ni mbuga ni kwamba ihakikishe imekizi vigezo vyote ambavyo naona hali ya hewa nje ni safi kabisa, maua yametulia. Hali ya hewa nje ni safi, maua yametulia, na hata kama mtu unakelekwa na kelele za sauti ya ndani, upo labda upande wa baa au kwa mfano restaurant hakuna makelele, lakini na upande wa bar. Lakini ukifika mazingira haya unaweza kuagiza vinywaji ukakaa restaurant, unaweza kuagiza vinywaji ukaa hapo guest, unaweza kuagiza vinywaji ukakaa kwenye misonge hii vitundu ambavyo tumeviweka kwa jina la baadhi ya mbuga ambazo zipo hapa Tanzania. Hapo ni umeeleweka vizuri sana. Tuambie chimbo hili limeanza muda gani?
Ili chimba bwana, sisi Mbugani Sport Club ilifanywa uzinduzi tarehe 1 mwezi wa 5 siku ya Mei Mosi, siku ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa mkoani Njombe. Lakini na sisi pia tulishukuru sana kwa uwepo wake, maana tulinufaika na uwepo wake na ni wageni wengi sana ambao tuliwapokea kwenye kiwanja chetu hiki. Ndio. Na target kama mkurugenzi tunafikiria nini Mbugani? Kuna huduma tunaziongeza au tunaziboresha zilizopo? Mbugani Sport Club imejipanga na kwa kuwa imejipanga basi ina mengi sana ya kuwaletea wana Njombe ambayo mengi hayo yalikuwa hajafanyika. Kwa mfano Mbugani Sport Club mpaka sasa toka tarehe 1 mpaka sasa imeweza kuleta wasanii takriban kwenye kila weekend. Siku ya uzinduzi ambayo iko tarehe 1 tulikuwa na msanii mkubwa kabisa ambaye mkoani Njombe tulimwalika hapa na akaja akatusherehesha vizuri, Mheshimiwa msanii BTK. Lakini pia tukasema basi kama tumemchukua BTK msanii mkubwa basi tuwalete na wasanii wa nyumbani. Tukaleta wasanii wa nyumbani na wenyewe wa mkoani Njombe hapa wakaja wakaperform kina Tikisiala, Bearoni na wengine kibao. Lakini pia Mbugani Sport Club ili kuhakikisha neno sport na neno club vinaendelea kuwa pamoja, tumehakikisha kwamba tunaendelea kuwaletea burudani za kitofauti kwa Njombe. Kwa mfano weekend hii siku ya tarehe 16 tutakuwa na msanii mkubwa kabisa wa Singeli Senator Kilaka, lakini tukaona haitoshi kuongeza na DJ ambaye ni DJ mkubwa sana ukanda wa Songea, DJ Ajizi naye tutakopo naye hapa. Kwa hiyo kwenye upande wa kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa ni kwamba tumejipanga kuhakikisha tunachokifanya watu ambacho hawajakifanya na tunachokifanya kiwe kipya na kiendelee kuleta nguvu kubwa kwa wana Njombe na kuwasukuma waone kama starehe au burudani ni sehemu ya maisha yao. Yes. Hali ya usalama ikoje? Hali ya usalama ni kitu ambacho tumezingatia kama ambavyo vibali, leseni za TRA zinaruhusu. Ukienda kwa watu wa OSHA wataruhusu kabla hujafungua ofisi yako, lazima kuna vitu uhakikishe usalama uwepo kazini, si ndio? Kwenye hali ya usalama sisi tumehakikisha tuna leseni za kujitosheleza, kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili tumehakikisha kwamba tuna walinzi ambao wanaweza kuzuia vurugu na population yote ya watu inayokuwepo hapa, kuhakikisha binadamu wote wanaokuwa mazingira haya basi wanakuwepo kwenye sehemu ya usalama kama ambavyo vile burudani huwa inachukuliwa. Kwa mfano ofisi yetu sisi ipo kwenye fence moja, yani hiyo restaurant bar zote ziko ndani, zote zipo ndani ya fence moja. Tuna walinzi wa kujitosheleza na tuna security ya uhakika, ni kwamba hata mtu anavyoingia getini basi atahakikiwa, je, anaingia na kitu chochote chenye ncha kali, hata kaguliwa nini na vitu kama hivyo, ili kuhakikisha kwamba hata siku mheshimiwa yote anahitaji kuja kuenjoy mazingira kama sisi tutamwalika. Wewe ni mtu wa wapi hasa? Mimi ni mzaliwa wa mkoani Njombe, ni mkazi wa mkoani Njombe. Asili yangu ni Songea na ndio maana naitwa Kimbawala mwishoni. Asili yangu ni Songea, lakini nilihakikisha kwamba hichi kitu ambacho nakifanya hapa nyumbani basi nakifanya kwa ukubwa. Mimi hapa Mji Mwema, Msete ni mzao. Kwa hiyo mimi ni mwenyeji wa hapa Njombe mjini. Tulifikiria nini kufanya uwekezaji mkubwa ndani ya mkoa wa Njombe? Siku zote unapofanya uwekezaji mkubwa kama huu kuna mambo mengi sana ambayo unakoga utashayapigia hesabu. Kwa mfano kabla ya hapa tayari nilishaifungua ofisi kama hii, lakini ofisi iliyofungua ilikuwa hajakidhi vigezo na mahitaji ya wananchi wa Mji Mwema. Kwa hiyo nilihitaji nifungue ofisi kubwa ambayo itawafanya watu wa Mji Mwema waweze kuenjoy na kufurahia maisha muda wote wanapokuwa mazingira haya. Hapo umeeleweka sana. Tunavyoona tangu tarehe 1 wakati tumefanya uzinduzi mpaka leo, mapokezi yakoje kwa wateja wako? Mapokezi ya wateja nashukuru Mungu, alhamdulillah, mapokezi ni makubwa sana, lakini na kikubwa kwangu mimi ni kuhakikishia wateja hawachukizwi na hawanuni muda ambao wanakuwepo mahali hapa. Yani muda wote wakifika mazingira haya basi wafurahie huduma na waenjoy wakiwa hapa kama ambavyo ilivyo Mbugani Sport Club. Tuambie, Mbugani mpaka sasa hivi tumeajiri wafanyakazi wangapi? Mbugani mpaka sasa hivi, kwa sababu fursa kama zinavyojitokeza ni fursa hata kwa wengine ambao watu hapo mtaani hawana ajira. Of course mpaka sasa hapa saizi tuna wafanyakazi sio chini ya 40. Sio chini ya 40 kwa sababu tuna sehemu ya pool table, tuna wafanyakazi 2, tuna sehemu ya chakula, tuna restaurant. Yani tuna vyakula aina mbili, tuna sehemu ambayo yenyewe ni chakula kwa ajili ya vitu nyama choma, mbuzi choma, kuku choma, lakini pia tuna sehemu ya kitimoto choma kuhakikisha kwamba usalama
na kutenga ukabila, udini. Tumehakikisha sehemu ya mbuzi na nyama nyingine inatengwa, kwamba akija Muislamu asikelekwe na kuwepo na kitimoto. Basi sehemu ya kitimoto ipo upande wake na sehemu ya mbuzi, ng'ombe, nini ipo upande wake, ambao vitu havichagui dini wala kabila. Lakini pia tuna sehemu ya restaurant na kwenyewe kuna wafanyakazi sio chini ya wafanyakazi 5. Tuna guest ambayo ina wafanyakazi sio chini ya 5. Kwa hiyo almost tuna wafanyakazi zaidi ya 40 ambao wapo ndani hapa, na tuna uhakika kwa sababu mpaka sasa hatujatimiza hata mwezi toka tumeizindua. Malengo yetu sisi ni kuhakikisha tumeajiri zaidi ya wafanyakazi 100 ambao wote tutahakikisha wanahakikisha chakula chao au kula yao, maisha yao yanaendeshwa kupitia Mbugani Sport Club. Kuna malalamiko huwa yanatokea mara nyingi kwamba huduma kama hizi ambazo zinatolewa mara nyingi huwa hawazingatiwi wale wafanyakazi, hasa wale wa kike wale. Kwako kama mkurugenzi? Kwangu mimi binafsi ni kwamba siku zote sisi watu tunahakikisha tunakaa vikao kila wiki, kwamba kila wiki tutakaa kikao, kila wiki tutakaa kikao ili tujadili na kujua kuna madhaifu gani yanatokea ndani ya wiki, kuna changamoto gani zinatokea ndani ya wiki. Kwa mfano kwenye ofisi yetu sisi asilimia kubwa waajiriwa wengi ni upande wa jinsia ya kike. Yani waajiriwa wengi ni upande wa jinsia ya kike. Hata hao 40 na tulionao almost waajiriwa 10 tu ndo wa kiume, lakini hao wengine wote ni wa kike. Tulichoangalia kwa nini tumewapatia fursa wanawake. Wanawake kwanza wamezingatia sana swala la customer care. Ni jambo ambalo ukimwelewesha anaweza akakuelewa, lakini kama kuna changamoto zozote ambazo wanawakumba wao jinsia ya kike, tumejitahidi sana kukabiliana nao. Kwa mfano mwanzo niuliza mambo ya usalama. Usalama kwa upande wa mabinti unahitajika usalama wa hali ya juu. Na sisi tumejikita sana kuhakikisha hawapati madhara yoyote wanapokuwa ofisini kwetu. Kwa hiyo changamoto zote ambazo zinawakumba wakiwa hapo ofisini tunahakikisha tunakabiliana nazo. Kwa mfano kuna watu wametoka mbali nje ya mkoa wa Njombe, kuna zile changamoto za ugonjwa, kuna changamoto za malazi wanalala hapa. Lakini ukiachana changamoto za ugonjwa, kuna zile changamoto za kawaida zile maisha ya kila siku, maisha ya kila siku baina ya boyfriend na girlfriend. Tunahakikisha kwa tumezikizi, yani kwa kigezo cha hali ya juu, kwamba hatuhitaji vurugu yoyote ijitokeze kwenye eneo letu la kazi wakati wanapokuwa kazini. Mkurugenzi, umeeleweka vizuri sana. Kwa yule ambaye sasa anatutazama ameingia Njombe, ashukie wapi? Mfano ametokea wapi? Ametokea kule soko kuu, anapandisha stendi mpya, wapi anashukia ili location aweze kufika? Of course kiwanja chetu sisi hakijajificha sana, lakini kama unakuwa umetokea mjini soko kuu, unapandisha kuja stendi mpya, unashukia njia panda ya kuelekea ofisi za mkoa wa Njombe, ofisi za kuelekea halmashauri. Ukishukia pale ofisi za kuelekea halmashauri zipo mkono wa kulia, sisi tunaingia mkono wa kushoto. Utakuta kuna vibao vingi vipo pale, lakini utakiona kibao cha Mbugani Sport Club pamoja na Middle Park. Utaongozana na hicho kibao mpaka ambapo utafika, utalikuta jengo lenyewe lipo barabarani tu kwenye barabara ya vumbi. Na jengo letu halijajificha. Of course ukishatoka pale njia panda, unaanza kukatisha mkono wa kushoto, almost ni kama kilomita 1 tu na unakuwa umeshafika kwenye jengo letu. Lakini ukiwa umetoka huko safarini, umefika au umetoka Songea, umeshuka stendi mpya pale, stendi mpya, ukifika kwenye njia panda kuelekea ofisi za halmashauri ya Njombe au ofisi ya mkuu wa mkoa, basi pale utaingia mkono wa kulia, maana ofisi za mkoa zipo mkono wa kushoto, wewe utaingia mkono wa kulia. Kilomita 1 tu mbele utakuwa umeshafika ofisini kwetu Mbugani Sport Club. Una wito wako upi kwa wale wateja sasa ambao ndo wanakufanya wewe unazidi kutamba zaidi? Wito wangu mkubwa ni kuambia kwamba watu wangu wa Njombe na Tanzania kwa ujumla ni kwamba unavyofika Njombe, basi kama unahitaji kupata burudani, unahitaji kupata malazi safi, unahitaji kupata chakula safi, unahitaji kuenjoy michezo mbalimbali kama vile pool table au kuangalia mpira, fika Mbugani Sport Club iliyopo Njombe Mji Mwema, Middle Park ya zamani. Wengi walikuwa wanatambua kama Middle Park, lakini kwa sasa inatambulika kama Mbugani Sport Club na imebadilishwa vitu vingi sana. Japo kibao bado kipo vile vile. Japo kibao bado kipo vile vile, lakini tuna vibao viwili pale, na Middle Park na Mbugani. Ili ni kwamba mtu anayekumbuka Middle Park aje Middle Park, anayekumbuka Mbugani aje Mbugani. Sisi hapa tuna VIP classic na tuna watu wa regular, kwamba ukifika hapo unahitaji maisha yako private, tunaweza kukuwekea mazingira ya chumba private, chakula ukaletewa huko, vinywaji ukaletewa. Lakini pia tuna ofisi ya baya kuenjoy muziki mdogo private, na wenyewe ni VIP, lakini unaruhusiwa kucheza pool table na vitu vingine. Kwa hiyo watu wote ambao wanaweza kufika mazingira haya
binafsi yangu kama mkurugenzi wa Mbugani Sport Club nawakaribisha sana 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 ili muweze kuenjoy na kufurahia maisha yote ya club. Okay, nashukuru sana. Nina swali langu la mwisho tu nataka nikuulize. Mkurugenzi, unashinda hapa, kwa nini hatujafikiria kuwa na manager? Ofisi yetu sisi ina manager. Ina manager. Ina manager, ina mhasibu, ina matroni. Wote hao wapo ndani ya ofisi yetu. Lakini of course kila mtu anacheza na pati yake. Kila mtu anacheza na pati yake. Kwa hiyo wote wapo hapa. Wote wapo hapa na tunahakikisha kwamba kila mtu anafanya kazi kwenye mazingira yake ya utimamu. Hakikisha hakuna changamoto zozote ambazo tunazipata. Ofisi kama hiyo ukiwa hauna meneja, maana yake wewe mwenyewe mkurugenzi huwezi kusolve kila kitu. Yaani kuna mambo utafanya, kuna mambo utafanya watasema kwa kuwa ni bosi amefanya hivi, kwa kuwa ni mkurugenzi amefanya hivi. Lakini ofisi kama hii haiwezi kukosa meneja kwa sababu ofisi imekizi vigezo na masharti, unaweza kaenjoy burudani zote, na tunahakikisha watu wangu wote wa Njombe na Mji Mwema tunahakikisha burudani hizi zinawafikia kwa uhakika wa hali ya juu. Kwa muda mfupi ambao tumeanza biashara, tunapotazama watoto wa kike wanajivunia kuishi na wewe au inakuwaje? Of course ni tamani hata wao wawepo hapa ili kwenye 1 na 2 na wao wahoji. Tutapiga nao story. Kama tutabahatika kupiga nao story basi watakwambia yani kuishi na bosi ambayo wapo naye kwa sasa nini wanakiona au nini furaha yao wanaoipata wanavyoishi na huyu bosi. Ni kwamba kuna muda inabidi hawa mabinti ndio watu unafanya nao kazi. Lakini kama unafanya nao kazi haitakiwi uishi nao maisha yale ambayo wao watachukizwa au kwao litakuwa chukizo wanavyoishi na wewe. Kwa hiyo mimi nimewawekea mazingira ya karibu kama ndugu yao, kama familia. Waenjoy kwa sababu ni maisha ya burudani, na leo na kesho hawezi yeye mtakutana wapi. Hapo na mabinti wametoka Sumbawanga, wametoka Singida, wametoka Mtwara, wametoka Dar es Salaam. Basi kesho na kesho kutwa hata mimi naweza tukafeli maisha. Tukakutana kwenye mazingira yao ukakutana nao kwao wanaanza kukulaumu. Alikazia sana ilikuwaje? Umetisha sana. Mimi ni kushukuru sana. Nataka kujua kwa nini ulivutiwa kututafuta Asili Yetu? Of course Asili Yetu TV. Siku zote kitu unachokifanya siku zote inabidi msapotiane. Na kama wao mnasapotiana basi hakikisha unafanya kile kilicho jema nyumbani. Kama kuna watu unaona wanafanya vizuri nyumbani na wewe upo mazingira hayo, kwa nini ifike mahala kwamba uwachukie? Niliwatafuta Asili Yetu ni kwamba kwa sababu Asili Yetu ni moja kati ya sehemu au ni moja kati ya watu ambao kwa sasa mnafanya vizuri mkoani Njombe, na kama kuna mtu yeyote anatamani kufanya project basi Asili Yetu TV ni sehemu sahihi. Bwana, umetisha sana. Yani inakopo ni sehemu sahihi kwa sababu inatakiwa ufanye kitu ambacho unahakikisha wanaokiona watu wa kwanza kukitazama ni wale watu ambao wapo kwenye mazingira ambayo wewe upo. Kwa hiyo mimi niwatafuta Asili Yetu kwa sababu nijua kabisa kwa Asili Yetu wakija kwangu basi watakuja waone na wafanye kitu ambacho 90% ya watu wao watatazama watu wa Njombe. Hapo umeeleweka sana, na mimi ni kushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kupiga story na wewe. Moja ya mtu ambaye nilikuwa sifahamu kama kuna chimbo kama hili. Nimeenjoy. Karibu sana. Asante. Shukrani sana. Tulikuwa na mkurugenzi wa Mbugani Sport Club ambapo yeye ameeleza kiundani zaidi huduma ambazo zinapatikana hapa. Sasa inawezekana wewe ni mkazi wa Njombe au upo nje kabisa ya mkoa wa Njombe, lakini ni mtu ambaye unapenda bata kwamba nikiingia Njombe niende wapi? Hapa huduma ni kila siku. Lakini weekend ni siku inachangamka zaidi. Weekend sisi tuna siku hizi 3 tunajumba. Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Tunahakikisha watu wa Njombe wamepata msanii, mchekeshaji, dancer, DJ mkali au kitu chochote kikubwa tu. Watu wangu wa Njombe waenjoy zaidi. Umetisha sana. Tukutane tena wakati mwingine, tutapiga story na wahudumu wawili watatu hivi alafu watuambie wao mazingira hapa wameyaonaje na mambo yanakaaje. Mimi naitwa Anko G, tukutane tena wakati mwingine. Asante sana.